Pakistan inasema kwamba vikosi vya taifa hilo viko imara na vimejiandaa kwa vita wakati wowote ikiwa mvutano utazidi kuongezeka kati ya Israel pamoja na Iran. Hata hivyo, kupitia waziri wa ulinzi wa Pakistan Khawaja Asif amesema kwamba Islamabad haijajihusisha na ushirikiano wowote mpya wa kijeshi na Tehran kabla ya vita kati ya Israel na Iran kuanza, lakini pia mashambulizi dhidi ya Israel ndani ya Iran wiki iliyopita ndio ambayo yameifanya Islamabad kuungana na Iran ikiwa wakati huu mashambulizi hayo yataendelea. Wiki iliyopita wakati wa kuanza kwa mashambulizi haya ilidaiwa kwamba Islamabad imedungua baadhi ya ndege za kijeshi za Israel ambazo zilifika mpakani, ambazo zilikuwa zikifanya doria ya kufanya mashambulizi katika vinu vya nyuklia vya Iran. Hii imekuja kusababisha mgogoro kuongezeka kati ya Israel na Islamabad. Iran ambayo inapakana na Pakistan imejibu mashambulizi dhidi ya Israel baada ya kufyatua mawimbi ya mashambulizi siku ya Ijumaa katika mitambo ya nyuklia ya Iran, hifadhi za makombora, wanasayansi na makamanda wa kijeshi, miongoni mwa malengo mengine, na kuzua hofu ya kimataifa kwamba mzozo huo unaweza kuzuka na kuwa vita vya kikanda. Kuongezeka kwa hivi karibuni kunafuatia miezi kadhaa ya uhasama kati ya Israel na vikundi vinavyoungwa mkono na Iran huko Lebanon, Syria na Yemen, ambayo iliongezeka baada ya vita vya Gaza kuanzishwa mwishoni mwa mwaka 2023. Mamlaka za kikanda zinahofia kwamba makabiliano ya moja kwa moja yanaweza kuingia katika mzozo mpana unaohusisha njia za usafirishaji wa mafuta na usambazaji wa nishati duniani. Kwa Pakistan, jirani wa karibu na Iran na mpinzani wa muda mrefu wa Israel, mzozo wa muda mrefu unahatarisha kuvuruga usalama wa mpaka, kuzidisha mivutano ya kidini nyumbani na ikiwezekana kuiweka katika hali ngumu na washirika wa Kiarabu na Magharibi. Hata hivyo, akizungumzia wasiwasi juu ya matamshi ya hapo awali ya Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu ambayo yamechora uwiano kati ya Iran na Pakistan kama zinazoitwa tawala za kijeshi za Kiislamu ambazo zilihitaji kuzuiwa, Asif alikataa tishio hilo akisema kwamba hatuwezi tukaogopa tishio kutoka Tel Aviv, na anasisitiza Islamabad itakuwa macho kwa ajili ya mapambano dhidi ya Israel. Ikiwa tutatishiwa na Israel ambayo nitapunguza vitisho vyao kwa sasa, na siwezi kusema ni nini kitatokea katika miezi au miaka ijayo, siwezi kutabiri, lakini tupo macho. Lazima tupunguze tishio kutoka kwa Israel, anasema Asif, waziri wa ulinzi wa Pakistan. Alielezea Israel kama taifa lenye nia ya vita ambalo vitendo vyake vya hivi karibuni huko Gaza na dhidi ya Iran vilikuwa hatari sana kwa eneo la karibu, na akasema maoni ya umma ya kimataifa yanageuka dhidi ya sera za Israel dhidi ya kuungwa mkono au kunyamazishwa na serikali nyingi za Magharibi. Asif alikataa kutoa maoni yake kuhusu ripoti kwamba Pakistan ilishambulia ndege za kivita karibu na maeneo yake ya nyuklia na mpaka wa Iran kujibu mashambulizi ya awali ya Israel dhidi ya Iran, lakini alisisitiza kuwa usalama wake wa nyuklia ulisalia kuwa imara. Mbali na mvutano wa Mashariki ya Kati, Pakistan inakabiliwa na mzozo mkubwa wa kijeshi na India, ambapo mwezi uliopita pande hizo mbili zilibadilishana makombora, ndege zisizokuwa na rubani pamoja na mizinga. Islamabad inadai kuzidungua ndege 6 za India na kurejea katika maeneo ya kijeshi, jambo lililozua hofu ya mzozo mkubwa kati ya wapinzani hao wanaomiliki silaha za nyuklia kabla ya kutangazwa kusitishaji mapigano na utawala wa Trump mnamo Mei 10. Alipoulizwa juu ya tishio lolote la moja kwa moja kwa usalama wa kitaifa wa Pakistan au mali ya kimkakati kutokana na mzozo wa Mashariki ya Kati, Asif alisema vikosi vya jeshi vya Pakistan tayari vipo katika hali ya tahadhari kufuatia makabiliano ya punde na New Delhi na viko tayari kwa ajili ya mapambano wakati wote. Endelea kutufuatilia mtazamaji, na usisahau kulike, kucomment na kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana hapa The World News. Naitwa Adam Hussein.